Kwa namna pekee tukiangalia injili ya leo, tunapokutana na mama huyu Maria Magdalena, na tukianza kujiuliza na kutafakari katika maisha yetu, inakuweje huyu mama alikuwa hivi? Anaenda kaburini peke yake. Anaenda kaburini kufanya nini? Kuona mwili wa Bwana wake Yesu Kristo. Upendo wa pekee kwa Yesu Kristo. Ndio maana anaenda kule. Na tunasema ilikuwa siku ya kwanza ya juma, na wakati huo kulikuwa ni alfajiri, na tunapoongelea alfajiri bado kuna giza. Hatujui kama siku hiyo kulikuwa na mbaramwezi. Ujasiri ameupata wapi? Anaongozwa na upendo wa Yesu Kristo. Haogopi. Ni mwanamke, wanaume wamelala lakini huyu mama yuko peke yake nje kule. Anataka akaone mwili wa Bwana. Na tena aseme mwili wa Bwana, nikamuone Bwana, nikamuone Yesu. Ameishi naye vizuri, alisikiliza vizuri, wakati mwingine alisamehewa, aliipata habari njema ambayo Kristo aliitangaza vizuri, akawa na upendo wa pekee kwake. Akauawa Yesu, bila shaka yeye alikuwepo pale, anashuhudia kati ya wale wanawake ambao walikuwa wamebaki pale msalabani. Ameshuhudia, aliona huruma sana, na upendo wake aliokuwa nao kwake mkubwa hivi. Na ndio maana tunaona baada anasema ana hamu ile, nikamuone Bwana. Ujasiri wake unaongozwa na upendo huu alionao kwa Kristo. Na anafika pale, jiwe limeondolewa na lilikuwa zito. Kama limeondolewa, wamemweka wapi Bwana? Wamemchukua Bwana wapi? Kwa kutoa taarifa kwa Petro na mitume wengine. Wawili hawa tunawaona wanavyokimbia kuelekea makaburini. Mwingine mzee na mwingine kijana. Kijana anakuwa wa kwanza kufika kaburini, lakini ana heshima, mkubwa afike kwanza, awe wa kwanza kushuhudia. Petro anafika, ndio yeye akakaa tena nje, ni moja kwa moja kaburini. Waliona nini? Aliona nini yeye? Vitambaa vilivyopo pale. Hata yule aliyetangulia alichungulia tu akaona hivi, lakini hakuingia. Petro alipoingia ameona vile, akavishika akavitazama. Na yule mwanafunzi mwingine alipokuja sasa, baada ya kuona yule mkubwa wake ameingia tayari, ameingia mle ndani, tunasema kwamba akaona na kuamini. Hatujaambiwa Petro aliamini tayari, alikuwa na mashaka bado. Lakini yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu alifika, akaangalia vitambaa, akaangalia sanda, akaangalia vyote, akaamini. Mashaka. Walikuwa na mashaka. Tunaambiwa kabisa kwamba mashaka haya yalitokana na kwamba hawakujua lile andiko kwamba ilimpasa afufuke. Hawakulijua hili. Kwa sababu hiyo, kinachoweza kutuonyesha na kujifunza pale, Yesu amefufuka. Alikuwa na sanda na vitambaa vile, lakini vyote viko pale, vimeachwa. Na ndio maana tunapokuja kuongelea ufufuko kwetu, maana sasa tumekufa na Kristo na tunafufuka naye katika uzima wa milele. Kristo alipokufa alifungwa sanda, kuna vitambaa, kuna leso kumfunika uso na vitu kama hivi. Amefufuka, ameviacha vyote. Na sisi tunasema tumekufa na Kristo na tumefufuka na Kristo. Je, tumeacha vitambaa? Kila mtu lazima ajiulize, mavitambaa yale tumeyaacha? Makando kando yetu yale tumeyaweka pembeni? Tumeweka pembeni uzushi? Tumeweka pembeni majivuno? Tumeweka pembeni kiburi?
Tumeweka pembeni tamaa mbaya. Tuko na Yesu, tumefufuka kweli, tunaenda naye au bado yale majamaa tumeyabeba tunaenda nayo? Utaitwa ufufuko kwamba tumefufuka na Kristo? Mtathimini yetu kwetu. Na ndio maana tunapoangalia ufufuko wa Yesu, Paulo anatukumbusha tuangalie aliko, tusiangalie sana ulimwengu huu. Wakati mwingine watudanganya. Mara nyingi nawaambia watu kwamba ulimwengu wetu wa leo umeendelea sana. Ulimwengu wetu wa leo umeendelea kiasi kwamba unaweza ukapiga picha usiwe yule ambaye ni picha yako, yani maana umetengenezwa tofauti. Umepigwa picha ukasanga wewe ni mzungu. Ndio ulimwengu wa leo. Ulimwengu wa leo unaweza ukaweka, kama wewe ni mwanamke, ukaweka makeup, ulikuwa mweusi kama mweupe. Ulimwengu wa leo unaweza ukachonga pua zetu tofauti za wazungu. Za wazungu ziko hivyo, kwa sababu nataka iwe kama ya mzungu. Kwa hiyo kikawa kimechongoka kipua chako hicho. Ulimwengu wa leo ndio uko hivi. Unaweza ukakutengeneza, kuna wataalamu. Ndio ulimwengu wetu wa leo. Lakini ulimwengu wetu wa leo hauwezi hata kidogo kutengeneza roho yako. Yaani ukafika pale, maana kwenye roho huko kuna makovu yanayotokana na mihemko ya maisha yetu tulio nayo, yanayotokana na mihasira tulio nayo, uoga. Tumeshindwa kutawala hisia zetu, natengeneza makovu katika roho zetu. Hakuna mtaalamu yoyote wa dunia hii ambaye anaweza akasema sasa natengeneza roho yako niweke makeup ya kiroho. Hakuna. Na ndio maana ili uweze kutengenezwa vizuri roho yako ni Mungu mwenyewe, Kristo mwenyewe, Kristo mfufuka. Na ili uweze kutengeneza, uwe tayari kupokea unayoambiwa. Usiwe ni mtu wa kukataa, usiwe ni mtu wa kusema kwamba umenizushia. Uwe tayari kupokea. Wewe una kiburi sasa, dhamiri yako inakuambia, ni Mungu anaongea na wewe ndani ya dhamiri yako. Una kiburi wewe, una majivuno wewe. Angalia unavyoangalia watu, unadharau wewe. Mwendo wako ulivyo, unadharau wewe. Hupo tayari kupokea masahihisho wewe. Hujajua kwamba jinsi Mungu anavyoongea na sisi, anaongea kupitia wenzetu. Ndio maana utume wetu ni muhimu. Utume wetu ni muhimu kuwaendea wenzetu, kwa sababu Mungu anatutumia. Tutambue hivi. Na ule utume wetu ni wa nje. Sema wewe unatukwaza, unachokifanya sio ndani mwako wewe. Ili uweze kutengeneza roho yako vizuri, ikaonekana ina shape nzuri, uwe tayari kupokea ukweli, uwe tayari kupokea. Na kama hujawa tayari kupokea, ni vigumu. Ni sauti hiyo inaongea ndani, na Kristo huyo anaongea na sisi ndani mwetu kila wakati. Cheki unavyochepuka wewe. Wewe si mwaminifu wewe. Unaenda kukomunika wakati jana ulikuwa huku, na wewe uko kwenye mstari. Unadiriki kusema amina. Amina yake inatoka wapi? Hiyo ni tathmini ya safari yetu ya maisha. Na wakati mwingine usije kujitofautisha. Saa hizi niko nje, saa hizi niko kanisani, saa hizi niko mahali fulani. Unajidanganya. Na katika kujidanganya huko, maisha yako ya kiroho hayapo vizuri.
Na ndio maana Yesu anatuambia angalieni yaliyo juu, aliko Yesu. Tumefufuka na Yesu, tuangalie aliko. Kuangalia aliko, kuishi maisha ya Kikristo, fadhila, si maigizo. Na si vile vile kwamba ni mtu huyu anaonekana kwa sura hii hapa saa hizi, baadaye tena anaonekana kwa sura nyingine. Wewe uliye kanisani ni wewe uliye kwenye biashara pale Kariakoo, ni wewe uliye kwenye siasa pale wapi sijui kokote kule, ni wewe ambaye ni waziri, ni wewe ambaye ni mbunge, wewe ambaye umekuwa kanisani, wewe ndio yule unaonekana kote huku. Na kwa sababu unayoyaona sasa hizi, natenda niko kwenye serikali, niko saa hizi saa hizi si nipo kwenye siasa. Una wajibu wa kumtangaza sasa Kristo. Kumtangaza Kristo na kumshuhudia Kristo ni kuishi kwa sababu umefufuka na Kristo. Na kama umefufuka na Kristo, naangalia juu. Na kwa sababu umeokolewa wewe, kama umeokolewa, haya maisha ya wanasema double standard yanatoka wapi? Waingereza wanasema double standard ni unafiki. Unajidai unampenda Mungu, lakini wakati fulani unatesa watu. Kwa mfano, unachangia kuumiza watu, kukandamiza watu, alafu nasema Kristo namshuhudia Kristo, namshuhudia Kristo. Umefufuka naye kweli? Ndio haya ya kujiuliza. Unatafuta faida yako na unaumiza familia yako. Si mwaminifu katika makuu ya Mungu, na ndio maana imani yako na uaminifu vinaenda pamoja. Ili ulipo pale, hata kama mtu akuoni, Mungu anakuona. Ndio maana hawa watu wawili huwezi ukawadanganya chochote. Mungu huwezi ukamdanganya. Ndio maana unapoenda kuungama, jifunue vizuri. Mimi nimekula rushwa sana, mimi ni fisadi, nataka kuanza upya. Na kama nasema nataka kuanza upya, na Mungu anakuona. Lakini leo tunaogopa watu. Hatuogopi, tumuogopi tena Mungu, tunaogopa watu. Nani ameniona? Nimeonekana. Kwa najidai kwamba nina dhambi. Ndio maana tunazomea sana mtu akitenda dhambi, akakosa, akashikwa. Na akishashikwa, hapo tunaona kwamba huyu ni mdhambi na ni shetani mkubwa. Lakini wakati huo sisi ni waovu wakuu, tumekumbatia matendo mabaya na machafu ambayo tunafanya gizani. Tumeongelea jana katika vitendo, tumewasha mshumaa wa Pasaka, unawaka pale. Kristo mfufuka, mwanga wa mataifa, mwanga wa roho zetu, anayeangaza roho hizo, giza liondoke, litokomee. Anaangaza akili zetu, tumjue vizuri, tuwe watu wa msamaha, sio visasi. Tumpende, tumtumikie, tumfahamu vizuri, kwa sababu tunaelekea katika utakatifu. Anatualika kuwa watakatifu. Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na kwa sababu hiyo, kama tunataka tuende huko, lazima tumjue vizuri. Anaangaza akili zetu, anaangaza mioyo yetu, anaangaza utashi wetu, ili tuchague yaliyo mema. Ndio maana Mtakatifu Agustino anasema, jamani, tunahitaji kuangaziwa, kusaidiwa tuone vizuri. Wakati fulani vipofu, nafsi zetu zimejeruhiwa, ni tatizo. Kwa tuyatazame yaliyo juu. Unaweza kupata faida nyingi sana katika ulimwengu huu, kwa udanganyifu wako, kwa ufisadi wako, kwa matendo yote yale, kwa sababu pengine wewe una cheo ukawa juu huko, ukaona watu chini. Lakini utakapokufa, hata kama maaskari watakuwa 100 utachomolewa tu, unaondoka zako, utaacha yote haya. Na ndio maana tunawajibika katika matendo ya Kwaresima yaliyokuwa yanatualika tufanye matendo ya huruma, tuweke upendo katika matendo, kwa kuwahurumia wengine, wale ambao ni wahitaji. Kuna wahitaji wa kimwili, wakimaanisha kwamba kuna vitu vile vya kula, hawana chakula, ni maskini.
hawana chakula, hawana pa kulala, wanahitaji msaada wetu. Lakini kuna wale ambao ni wahitaji wa kiroho, ambao hawajui, ni wajinga, ni wajinga kiroho, wanahitaji msaada wetu waelimisha matendo ya huruma ya kimwili na matendo ya huruma ya kiroho. Yote haya tulialikwa katika kipindi cha Kwaresima kwamba tuyafanye hivi, tuweke upendo katika matendo na tuishi kama mtu anavyosema anamenya ndizi, maganda yawe pembeni, tuweze kwenda kwa kina, tuone ile ndizi. Ndivyo hivyo katika maisha yetu kumwelekea Mungu. Wanasema pruning, kupogolea. Kuna machipukizi ambayo yanatumia mbolea hovyo, yanafanya tushindwe kuzaa matunda bora. Tunazaa matunda pori. Ndio Paulo anatukumbusha, tuangalie kama tumefufuka naye, tuangalie, tuachie vitambaa hiyo pembeni huko, na tuweze kunyoka njia hii, ndio inaelekea mbinguni. Unapinda hivi, wewe unaelekea kwingine ambako hakujulikana, umepanda chombo ambacho sio. Kwa ndio hiyo tunaalikwa kuishi Pasaka. Tumefufuka na Bwana, tumeachia matambaa yote. Ndio maana jana usiku tulikiri tena na tuliurudia tena ahadi na mkataa shetani. Tupige hatua katika hija yetu kama mahujaji wa matumaini kumwelekea Mungu. Ndio maana ufufuko unatusaidia sisi kama waumini. Cha kwanza kabisa kwamba ni kiini cha imani yetu. Sisi ni dini ya ufufuko. Ni dini ya ufufuko. Kristo alifufuka na ameweka sasa, ndio tunasema kwamba ni kama msingi wa imani yetu. Kwa ufufuko ndio kiini cha imani yetu. Anatuambia Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 15 aya 14, ukisoma pale vile hata aya ya 17 na aya ya 20 na kuelezea Kristo singefufuka, yote ambayo tunahubiri angekuwa hayana maana, imani yetu singekuwa na maana. Kwa hiyo ni msingi huu. Tukumbuke sasa kwamba sisi ni wana wa ufufuko. Tuishi ufufuko, maisha mapya, sio ugomvi, sio kiburi, sio unafiki. Kama mtu amekuudhi, heri mwambie kabisa, wewe umeniudhi. Lakini yule mtu ambaye sasa uko vizuri, ni nzuri, nafiki mkubwa mbaya, ina maana. Na ndio maana kuambizana ukweli ni muhimu sana katika maisha yetu, hata katika familia zetu. Mimi ni mkubwa. Mkubwa wa nini? Hatuwezi tukawa na maana kama hatujamshirikisha Mungu katika maisha yetu. Lakini ufufuko vile vile naweza nikasema kwamba unatuonyesha kwamba kumbe siku ya mwisho na sisi tutafufuka. Yesu amefufuka wa kwanza na sisi tutafufuka. Na Kristo mwenyewe anatuambia anapoongea na Martha pale Betania. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 aya 25 mpaka 26. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Aniaminie mimi, hata kama atakufa ataishi. Na kwa sababu hiyo ndicho tunaangalia mbele. Siku ya mwisho tutafufuliwa sisi. Katika hali gani? Lakini ni alama gani tumeiacha katika dunia hii? Tumeacha alama ya zomea. Uzomewa tu hapa duniani hapo, na uzomewa na kurushiwa mawe kutokana na tabia zako hovyo. Hata kama ni kiongozi unaongoza vibaya, unatesa watu, sasa lione. Hata kama watakificha, watakuzomea kifichoni, utafikiria wanakupenda, kumbe hawakupendi chochote. Na utadanganywa kwamba unapendwa, kumbe hupendwi chochote. Kwa alama gani tunaiacha sisi? Alama ya nimeishi ufufuko wa Bwana.
nimeishi ufufuko wa Bwana, na katika kuishi ufufuko wa Bwana huu sasa ndio maana ninasubiri ufufuko wa wafu, kama ninavyokiri katika kanuni ya imani na sadiki ufufuko wa wafu na uzima wa milele, ninasadiki hayo. Kwa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unakuwa ni msingi katika hayo yote, kama tutafufuka siku ya mwisho. Lakini si hilo tu, ufufuko wa Bwana unatupa matumaini, unatupa vile vile moyo. Tunaweza kusema Uingereza nasema unatu encouragement kuishi katika ulimwengu wa maumivu makali. Wakati mwingine tumedharauliwa, tumetukanwa, na wakati mwingine wanasema kwamba tumetendwa, tuko katika huzuni, maisha magumu. Leo hiyo tunalilia sana kwamba sasa hizi mafuta yamepanda, ni maumivu yote hayo. Ufufuko wa Bwana unatupa moyo na matumaini kwenda mbele, hasa tunapomkaribia huyu Bwana Yesu Kristo mfufuka katika maumbo ya mkate na divai, katika Ekaristi Takatifu, mwili wa Kristo. Amina. Napata moyo, na ndio maana tunaposema jamani, tuende kuabudu Ekaristi Takatifu, tukamwabudu Bwana, tusidharau. Manake nilikuwa nawaambia wengine, nasema jamani, ukiangalia leo safari ya kwenda kuabudu ni ndogo sana, lakini safari ya kwenda kuangalia mpira, hata saa hizi watangaza tu Simba na Yanga wanacheza, wako uwanja wa Taifa, uwanja unajaa. Lakini ukienda kwenye kuabudu, watatu wawili, nini kimetokea hicho? Kwamba tunakutana na Bwana pale kweli. Haya, nasema sasa saa hizi nina matatizo haya, nikiangalia kwa familia yangu inanisumbua, nikiangalia huku watoto wengine wako kwenye madawa ya kulevya, sijao karibu na watoto wangu, wakati mwingine malezi yamekuwa shida, napata shida, nahangaika. Nimemshirikisha Bwana, nikaenda pale kwa Bwana, nikagaagaa pale, nasema Bwana, nione nilivyo, nafungua moyo wangu kwako, nipo hivi nilivyo, naishi hivi, naomba nisaidie. Tumeenda, wengi wanaenda kukanyaga mafuta na wanalipa 200,000, 500,000, milioni 1, milioni 10, na kutoa sadaka za kujimaliza. Anafa nawapigia ndugu zake kule nyumbani, naomba mnitumie nauli, nimetoa sadaka ya kujimaliza. Ndio tufanye hivi, kukanyaga mafuta na kurukaruka. Nafikiri ukiimba viumbe vyote vitakutukuza, kurukaruka huko unakwenda kurukaruka, nafikiri pale ndio matatizo yametokea. Nafika nyumbani na yakuta yalivyo. Sasa mshirikishe Mungu, kuna kila kitu umepewa. Kwa hiyo nasema kwamba ufufuko unatukumbusha hivyo, tumefufuka na Bwana, kwa sababu tumwendee. Tunapoenda kumpokea, tumpokee kwa imani, ili atupe nguvu, tupambane na vishawishi mbalimbali, tusije tukasaliti imani yetu. Najua katika hilo magumu haya yanafanya vile vile tusaliti imani. Si muda mrefu, kipindi fulani, kulikuwa na vikundi mbalimbali vinajidai wa Katoliki. Wakafikiri kwamba wa Katoliki ni kubatizwa tu, kwamba nimebatizwa kwa Mkatoliki, kwa hiyo mimi ni Mkatoliki kwa sababu nimebatizwa. No, ni maisha. Na kanisa Katoliki lina umoja, linafuata ile sala ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliombea wafuasi. Sasa tunaposoma katika Injili ya Yohane sura 17 aya 22 pale anasemaje? Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Sasa vinatokea wapi hivyo vinavyotugawa hivi? Tunaenda huku, shida za maisha yetu. Adui mwovu anatumia shida zetu hizo. Ndio maana wazazi wetu wa kwanza walishawishika kirahisi tu.
eti walikuambia msile matunda ya mtini. Hapana, ni mti tu huu. We wakisema ukila huu utakuwa kama Mungu wewe. Hebu jaribu uone. Akaona yanatamanisha machoni. Huyo kuchuma. Ndio hivyo. Kwa adui mwovu anaingia pale ambapo kuna udhaifu. Umefungua mlango na unamfungulia mwovu aweze kuingia huko, ndio hapa anaingia. Manake hapo unajua kama sina hela saa hizi, nitakula nini? Ndio hapo unataka kula wewe. Nimekusikia unataka kula wewe. Chukua hela hii. Nenda kamseme vibaya fulani. Wewe ni muumini. Mimi nimkataleke, nasali kule. Nini afu mnaenda kuaibisha. Hivyo vikundi vyote vilitokea hivi. Na wengine kuna sehemu fulani wanasema kwamba kuna mmoja ndiye alikuwa na Waingereza wanasema ni organizer. Ndiye amepewa sasa fungu. Alafu anapigia njoo huku utapewa 50. Yule anatoa ushuhuda anasema kabisa mimi siji huko. Lakini kama shetani ameshakuchukua ni Yuda tu, kama Yuda alivyofanya tulivyoona siku ya Ijumaa kwa Yuda amepata vipande vile. Lakini mwisho wake ni nini? Shida. Ni kwa sababu kama wewe ni muumini Mkatoliki, usiseme kama nilibatizwa Mkatoliki. Na ndio maana wengine vile vile wanafikiri nilibatizwa Mkatoliki, sisali, siendi kwenye jumuiya, hapo nakufa. Nikifa nataka ndugu sasa, alikuwa Mkatoliki, hata vyeti vyake hivi, alikuwa sali huyu, alikuwa onekani kanisani, alikuwa onekani kwenye jumuiya huyu. Sasa Ukristo wake ulikuwa wapi? Nyie wabaguzi, nini. Sasa tutampeleka mtu ambako alikuwa haendi. Kuna mmoja alisema kabisa kwamba mimi bwana huko kwenu nimehama, msinisogee hapa, mimi sio wenu tena. Akafa. Ndugu zake alikuwa Mkatoliki, tuende kwenye misa nini. Ndio maana wakati alikuwa anawaambia wengine, sasa jamani, anafika pale kanisani, anaamka kwenye jeneza lake, mmenileta kufanya nini hapa? Na wacharaza, hata wewe uliobeba jeneza na charaza na viboko paka uone cha moto. Mmenileta kusiku. Kwa sababu akupenda huko, sio kwake. Na teolojia ya mkanisa Mkatoliki huyo alikuwa nasali hapa mara nyingi. Kwa hiyo tunaenda kumwaga, akaagwe pale alipozoea kusali. Sasa alikuwa jambazi, pengine alikuwa nani, hatujui. Sasa atakayapeleke kanisani kufanya nini? Kwa lazima tuangalie kwamba maisha yetu haya, hata tunapoongelea Pasaka, sio kitu kilichopita zamani, ni ukweli wa leo hii. Jana tuliambiwa tuende Galilaya. Nilikutana na Yesu wapi? Nilikokutana kule na Yesu nirudi tena ili nihuishe imani yangu, nijiimarishe, nianze safari yangu sasa kumwelekea Mungu. Lakini sasa wewe unasema tu nilibatizwa. Na wengine wanatumia wazazi. Vijana wa leo tunawaacha siku hizi. Kuna watu ambao wanapenda kudhoofisha imani Katoliki, imani ya Kikristo. Wanaanzisha vikundi vya jogging, kukimbia. Unashangaa wewe, wenzako wameenda kwenye misa, wewe huko barabarani. Ukifika kule wanakupa t-shirt, wanakupa na soda. Kwa unakimbilia soda na t-shirt. Na wazazi mnaona malezi kwa watoto wetu ni vipi? Wewe mzazi unasali kila siku, mtoto huyu atakufa. Sasa mtoto wangu amekufa, anahitaji huduma kwa sababu mimi nasali. Ni kweli tunafanya hivi. Mungu anasema kuna mwakilishi. Ni siasa ambayo ni ya leo hii. Anasema kama kwa niaba, kwa mtaziko kwa niaba ya baba, wewe hakuna. Mungu anahitaji roho yako iwe pale na wenzako. Ndio muhimu leo. Na ndio maana malezi yetu ni muhimu. Tunasema wazazi, tunapoishi na watoto wetu, tumepata zawadi hii kutoka kwa Mungu, tuwalee vema. Katika kuwalea vema watoto hawa, tuwaambukize na kuwarithisha imani tulio nayo sisi. Tunaanzisha maparokia, tunaanzisha hivi. Nani atasali huko kama watoto wetu tunawaacha tu? Malezi. Ndio maana nasema kwamba usipokuwa karibu na mtoto wako, ukawaachia ulimwengu, wanajifunza mengi. Na ndio maana leo hii
Katika mila zetu za Kiafrika tulikuwa na mishoga, sasa hizi mishoga mingi tu barabarani humu. Inatesa na inakuwa ni aibu. Inakuwa ni aibu. Unaona litoto la kiume nimesuka nywele, sasa hili litoto gani hili sasa? Nimeruzi litoto hili. Au litoto la kiume limejipaka wanja. Litoto la kiume linaanza kuweka nani makeup. Sasa litoto nimeruzi. Malezi yangu hovyo. Sija karibu na watoto wangu. Na kama sija karibu na watoto au nimetelekeza kama baba. So watoto kisaikolojia wanahitaji baba na mama wawalee watoto hawa. Lakini sasa kiangalia kwa mama, kiangalia dada, kiangalia kuna dada yuko kujiweka makeup, anisangoja nijaribu na mimi naweka ile nini, baba hayupo, hana habari. Unategemea nini? Tumetengeneza mishoga kulea watoto wetu, na ndio maana nasema tuwe karibu na tuwalinde watoto wetu dhidi ya mashambulio mbalimbali katika dunia hii. Tusipofanya hivi tunaharibu dunia hii. Na ndio maana nasema kwamba wakati mwingine tunaongozwa na ubinafsi zaidi. Na ubinafsi huu ndio unafanya tuweze kusema ni sisi bila kufikiria watoto wetu kesho wataishije. Hilo ni tatizo katika maisha yetu ya leo. Kwa ufufuko wa Bwana unatupa nguvu tushindane na yote haya. Yaani katika Ekaristi Takatifu tunapokula chakula cha Bwana tunaimarika, tunapata nguvu za kumshinda adui mwovu. Ni muhimu sana. Sasa tujuaje Yesu amefufuka? Sio swala la kisayansi. Pengine tunaweza tukamwona Petro anafanya sayansi pale, anapekua. Sasa unapekua nini Petro wa watu? Na uzee wako pale, unapekua nini? Anaangalia wewe. Anaangalia, hayupo hapo. Nafikia amegeuka amekuwa kasisimizi. Hayupo. Yule mwingine anaingia ameamini. Hapa hakuna mtu. Lakini sasa tunaonaje? Ndio maana tunasema kwamba Yesu mwenyewe alisema kwamba Bwana siku ya tatu atafufuka. Hata alipowaambia wale jamaa wakati anawatoa kwenye hekalu, sasa livunjeni hekalu hili na mimi nitalijenga kwa siku 3. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 2 aya 19 utakuta hayo. Kwa tunaona Yesu mwenyewe alishuhudia akiwa anaongea mwana wa Adamu atateswa, mwana wa Adamu hivyo, lakini siku ya 3 atafufuka. Yeye mwenyewe ametuambia. Lakini kingine, kaburi wazi. Lakini pamoja na kuwa ni kaburi wazi, tunawaangalia vile wanafunzi hao mashaka yao. Yote yanaonyesha kwamba ni ufufuko. Yesu amefufuka, mashaka ya wanafunzi. Lakini si hilo tu. Hawa Mafarisayo hawa na Warumi, kama Yesu asingefufuka angechukua mwili wake akasema huu hapa jamani. Watu hawa jamaa wanazusha kwamba amefufuka, mbona mwili wake huu? Hakuna kitu kama hicho. Hakuna sehemu yoyote. Lakini si hilo tu.